Hii leo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti kuu ya serikali kiasi cha shilingi trilioni 62.3 kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kwa asilimia 97 baada ya bunge 385 kupiga kura ya ndio kuunga mkono bajeti hiyo sambamba na kupitisha mswada wa sheria ya fedha za matumizi ya mwaka 2026. Mwandishi wetu wa Kasri kutokea bungeni jijini Dodoma, Bahati Msanjila, ameandaa taarifa zaidi. Akitangaza matokeo ya kura zilizopigwa bungeni, Spika wa Bunge Musa Zungu amesema jumla ya kura zilizopigwa ni 393 ambapo kura 8 zilipinga kupitishwa kwa bajeti hiyo. Idadi ya bunge ambao hakuwepo bungeni wa 8, kura za ndio 385, kura za hapana 8, kura za sipigi kura 0. Bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 385 sawa na asilimia 97.96. Wabunge, kwanza nimpongeze Waziri wa Fedha kwa kazi nzuri uliyofanya wewe na timu yako. Niwapongeze wabunge kwa michango mizuri, michango yenye tija kwa taifa hili. Pesa kura zimepigwa na pesa serikali imeruhusiwa kuanzia sasa kwanza kuzitumia. Mkazitumie kama maelekezo ya kamati za bunge zilivyoelekeza, kuhakikisha maslahi ya watu kwanza kabla ya mambo yote mengine. Awali akihitimisha hoja, Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema serikali imepokea na itafanyia kazi maoni yaliyotolewa kuhusu masuala ya kiutawala, kimfumo na kisheria. Serikali, Mheshimiwa Spika, inaendelea kutekeleza miongozo ya usimamizi wa fedha za umma, kusimamia manunuzi ya umma, kuimarisha matumizi ya tehama ili kuongeza ufanisi katika utendaji wa serikali, kudhibiti zaidi matumizi kupitia safari za nje na ndani, na kupunguza semina, warsha na makongamano yasiyo na tija. Na vile vile tunaahidi kama ambavyo ilielekezwa na kamati ya bajeti kwenda kupitia tena bajeti ya serikali na kuhakiki maeneo yote ili tuweze kujiridhisha kama kuna fedha ambazo tunaweza kuziokoa miongoni mwa zile trilioni 1.5 zilizotajwa ili tuweze kuzielekeza katika matumizi mengine ambayo yatakuwa na tija zaidi. Naye Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo akihitimisha mjadala kuhusu hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka wa fedha 2025 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027 amesema serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi imejidhatiti kuimarisha demokrasia, haki na usawa katika kuwahudumia wananchi wote. Wakulima, wafanyakazi na wananchi wengine wote. Lengo la 8, kuona kwamba raia anayo haki ya kushiriki kwa ukamilifu katika kufikia uamuzi wa mambo ya taifa na yanayomhusu, na kwamba ana uhuru wa kutoa mawazo yake, wa kwenda anapotaka na kuamini dini anayotaka. Lengo la 9, kuona kwamba nchi yetu inatawaliwa kwa misingi ya demokrasia. Aidha, sera za CCM, sera za msingi za CCM, na nukuu, kinachotuunganisha kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi ni fikra na itikadi na imani ya chama kuwa binadamu wote ni sawa. Kupitishwa kwa bajeti hiyo kunafungua rasmi utekelezaji wa mipango ya maendeleo na shughuli mbalimbali za serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Bahati Msanjila, Crown Media. Ni Bahati Msanjila kutokea bungeni jijini Dodoma akitujuza yale ambayo yameweza kupata nafasi ya kujadiliwa, ikiwemo kupitishwa kwa bajeti kuu ya serikali ambapo kiasi cha shilingi trilioni 62.3 kimepitishwa kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Na naungana studioni na Patenus Niegira tukizungumza kuhusiana na bajeti hii na jinsi ambavyo imebeba mwelekeo wa serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, lakini pia utendaji wa shughuli za serikali. Patenus, karibu sana. Asante sana. Yes, na moja kwa moja kitu ambacho kwanza ningetamani
tukigusia kabla hatujaingia kwenye budget yenyewe, ni swala zima la, natamani kwanza tufahamu kuna haja kiasi gani kwa mwananchi wa kawaida kufuatilia na kujua budget iliyotengwa na taifa lake katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na mambo mengi ambayo yapo kwenye budget, kwa sababu mtu mwingine anaweza akasikia tu zinazungumzwa trilioni 62.3 alafu yeye ana buku kwenye mfuko anaona hapa kinachoongelewa kitu gani, lakini kuna umuhimu kiasi gani kwa mtu kufahamu na kujua mwelekeo wa serikali yake. Karibu. Asante. Na kimsingi ukisikiliza kwamba ni trilioni 62.3 kwa hesabu ya haraka ni kila mtu, unajua wingi wa watu tuko 62 milioni. Kwa hiyo kila mtu anaona kwamba na trilioni kamoja lazima akachangie. Kwa hiyo ni picha haraka mtu anaweza kadhani hivyo, lakini ni msingi kwamba raia wanatakiwa kufuatilia bajeti, kwa sababu ukiangalia mapato ya serikali ambayo yameainishwa katika bajeti yanatoka kwa vyanzo vya kodi, na hizo ni kodi ambazo mlipaji ni raia. Kwa hiyo kumbe ni muhimu akajua ni vitu gani vimewekewa kodi na vitamuathiri kiasi gani, kusudi aanze kujipanga kufanya mambo mawili. La kwanza, kuangalia mapato na matumizi yake yatakavyokuwa kwa kipindi hicho, lakini vile vile kuona ni kwa kiasi gani ataisimamia serikali iweze kutekeleza kile ambacho imekiahidi, lakini vile vile kuwa na usafi katika mapato na matumizi yake. Kwa hiyo ni muhimu sana, maana itakapofika tarehe 1 Julai ikaanza kutumika bajeti, utaona kuna sheria zingine zitapitishwa ambazo zinaidhinisha kuongezeka kwa baadhi ya kodi katika masuala ya kuingiza mafuta, kuingiza sukari, masuala yanayohusiana na vifaa vya ujenzi, masuala yanayohusiana na viwanda vya nguo, masuala yanayohusiana na vipodozi kwa kina mama na kadhalika. Kwa hiyo vyote hivyo vinaongeza mzigo kuwa mkubwa kwa raia, kwamba kodi zitaongezeka katika vitu mbalimbali. Maana kodi kisha ongezeka kwenye mafuta, tumeona ile iliyokuwa inapigiwa kelele sana na wabunge kuhusiana na bodaboda, kwamba imewekwa asilimia kadhaa kwenye pikipiki za mafuta, na hivyo walikuwa nalenga katika watu kuhama kutoka kwenye mafuta kwenda kwenye nishati nyingine, gesi na vitu vingine. Kwa hiyo kumbe kuna haja kubwa, na bila kuifuatilia bajeti hiyo ni vigumu sana raia kuelewa ni kwa namna gani anaweza moja akawa na furaha, kwa sababu kuna wanaopanga safari zao za likizo nje ya nchi, kuna ambao wanapanga kuwa humu ndani kwenda kwenye mbuga za wanyama, kupeleka watoto hapa na pale, kuna wanaopanga vitu vingi vya maendeleo. Vyote vitaathirika kama afuatilie bajeti ya serikali. Nitaka tuweke huo msingi vizuri ili mtu sasa aanze kuelewa kwamba tunazungumza bajeti na mimi nahusikaje moja kwa moja. Bajeti ya mwaka 2025-2026 ambayo tutahitimisha hapa hivi karibuni ilipitisha kiasi cha trilioni 56.49, na miongoni mwa mambo ambayo serikali ilibainisha kwamba inataka kuwekea msisitizo ni pamoja na kudhibiti mfumuko wa bei pamoja na kupanda kwa gharama za maisha, kwa mfano bidhaa mbalimbali. Lakini tumeona kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vimetukabili katika bajeti hii ambayo tunakwenda kuhitimisha ni swala la kupanda kwa bei ya mafuta, ambao ndio kunapelekea ongezeko la maisha, gharama za maisha. Pengine tunaangalia sana bajeti tunapoenda kuingia kwenye bajeti, tunaangalia athari kama hizo ambazo zinaweza zikajitokeza, ambazo pengine hatuzioni lakini zinakuja zinaibuka. Tunajikuta mwisho siku tumeweka bajeti lakini tumeathirika kwa kiwango fulani. Ndio, katika kila aina ya bajeti inayotengenezwa au inayoandaliwa, daima huwa kuna kipengele cha kuangalia vihatarishi, zinaitwa risks. Na katika bajeti hii wameonyesha masuala kama hayo, na wakaonyesha namna gani wanapanga kuweza kukabiliana nayo. Na jambo moja walilolisema ni kuangalia katika matumizi ya serikali, na hasa katika safari za ndani na za nje za viongozi. Lakini vile vile wameangalia na masuala ya matumizi ya mitandao ya kijamii, ya matumizi ya tehama katika ukusanyaji na matumizi ya mapato. Wameangalia na vitu vingine kama hivyo. Ni kweli swala la mafuta ni swala ambalo ni nyeti sana, na kwa sababu taifa letu na Afrika kwa ujumla bado tunategemea kupata mafuta kutoka nje, na hivyo kumbe usipokuwa umeweka mkakati wa kimakusudi na wa muda mrefu
ni rahisi sana kuingia katika mgogoro. Jambo ambalo sikuona ni swala la kuwa na akiba za mafuta. Kwa sababu hiyo ndio inayoweza ikatusaidia kutoka kwenye matatizo kama haya, angalau kuwa na ruzuku kidogo ambayo itaongezwa pindi pale kuna mgogoro wa mafuta duniani. Lakini sijaliona vizuri katika bajeti hii, na wamejielekeza katika niseme hatua msingi za kwamba tujiondoe kwenye utegemezi. Lakini sio utegemezi tu wa nje, sio utegemezi jumla, ila utegemezi wa nje kidogo, kwa sababu bado trilioni karibia 8 zinatoka nje, ni mikopo ya nje, na trilioni 6 ni mikopo ya ndani. Kwa hiyo kumbe ukiangalia bajeti iliyopita na bajeti ya sasa, bajeti iliyopita ilikuwa inazungumza trilioni 13 na ushe kwa mikopo ya nje, lakini sasa hivi tunazungumza trilioni 15 na ushe mikopo ya nje. Kwa hiyo ukiangalia katika hiyo mikopo yote ya ndani na ya nje ndo unapata zao hilo kubwa, lakini ukiangalia ya ndani ni trilioni 6, ya nje ni trilioni 8 na ushe. Kwa hiyo kumbe bado tuko pale pale. Ambacho kimeongezeka ni kwamba tumeongeza kodi kubwa kwa vitu vya ndani kusudi tulinde visije vikaharibiwa na vya nje na masuala kama hayo ambayo wana hoja wanazozungumza, lakini uhalisia wa uchumi daima huwa unaenda tofauti na kinachosema kwa ujumla wake. Na hofu kubwa ndio iko hapo. Najua tutakuja kupata nafasi ya kujadili vizuri kwamba inaonekana tunaweka kodi kwenye vitu vya ndani na mzigo mkubwa unakuja na ubeba mwananchi ambaye pengine ndo amejiajiri. Unaona hata wakati kulikuwa kuna uchangiaji wa bajeti wiki iliyopita na wiki hii, bodaboda, lile sakata la bodaboda limeibuka kwamba hii ni sekta ambayo vijana wameamua kujiajiri, lakini inaonekana sasa wanaanza kupata shida ya kuwa na hiyo mifumo ambayo haiwi rafiki kwenye upande wao na vitu kama hivyo. Baadaye tulikuwa tumezungumza, tumeanza kujenga muktadha mzuri sana wa kujadili hii, lakini kitu kingine ambacho ni nataka tufahamu ni kwamba bajeti hii kama ambavyo umesema kwamba imeelezwa na serikali kwamba imejikita zaidi kwenye kutumia fedha zetu za ndani, lakini kuna hofu ya kuwepo pengine mzigo mkubwa kwa wananchi katika kuibeba bajeti hii kwa maana ya kodi na mifumo mingine. Hii hofu na tathmini yako ipo kwa kiasi gani katika eneo hilo? Kwanza niseme tunaposema kwamba inatumia fedha za ndani, hata iliyopita ilikuwa inatumia fedha za ndani. Na iliyopita mapato ilikuwa ni trilioni 41 fedha za ndani, ya sasa ni trilioni 48. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba zimetofautiana tu kiasi kidogo cha trilioni karibia 7 na ushe. Na hivyo kumbe tunapozungumza imejikita katika mapato ya ndani, inabidi msali huo tuuchole vizuri. Labda niseme hivi, kila bajeti tunayoiona ya serikali inaongozwa na lugha mbili. Kuna lugha ya kisiasa na lugha ya kiuchumi. Lugha ya kisiasa ni lugha ambayo moja inadhibitisha na kuhakikishia wananchi kwamba bado kama taifa tunaweza kuendelea kujitegemea wenyewe na kutumia vyanzo ambavyo viko ndani na ambavyo tuna uwezo navyo, lakini vile vile kupunguza utegemezi. Kwa hiyo ni lugha ya kwanza ya kisiasa, lakini lugha ya kiuchumi ndio inakuwaga ngumu kwa sababu lazima tujue mwelekeo wa bajeti unatupeleka wapi. Ukiangalia mwelekeo wa bajeti tulionao ni ule tunaita tax led development budget, kwamba unaongozwa na kodi za ndani. Aina hiyo ya bajeti imekuwa ikitumiwa na nchi kama China, imetumiwa na nchi kama Vietnam, Singapore, lakini hazikuzitumia zaidi ya miaka 10, 15, 20. Ila sisi ukiangalia bajeti yetu imekuwa ya aina hiyo kwa kipindi kirefu sana. Na hivyo kumbe tunahitaji kuangalia kutoka kwenye focus hiyo ya aina hiyo ya bajeti. Aina hiyo ya bajeti ni nzuri kwa sababu moja, inajenga uwezo wa ndani. Inakuwa inajenga uwezo wa ndani. Maana yake kwamba kodi zinaanza, maendeleo yanafuata. Sasa hapo ndipo maumivu yanapokuwa, kwa sababu inakuwa inalenga kwa wananchi moja kwa moja, kwa sababu mlipa kodi au mlaji wa mwisho ndiye atakayekuwa mlipa kodi, kwa sababu wanaposema kwamba tumeweka 10% kwenye mafuta ya mchikichi ambayo hayajachakatwa au yaliyochakatwa, tumeweka 10% kwenye masuala ya viwanda vya nguo na kadhalika, wenyewe watachukua wazalishaji, wataongeza bei atailipa raia. Kwa hiyo kumbe mwisho wa siku anayenufaika na hiyo bajeti mmoja ni mzalishaji, kwa sababu yeye
hana shida, ataongeza bajeti, ataongeza gharama kwa mlaji. Kwa hiyo mlaji ndo anakuwa na shida hiyo kubwa. Hiyo ni aina hiyo. Lakini tungelikuwa tumejikita kuingia kwenye bajeti ya maendeleo ambayo maendeleo kwanza alafu kodi inafuata, ingekuwa vyepesi. Kwa mfano, unakuta una wakulima 1,100. Wakulima 100 wanazalisha labda tuseme magunia 100 ya kahawa, au tuseme magunia 100 ya mchele, au magunia 100 ya mahindi. Lakini ukiwawezesha kwamba ukabadilisha focus yako kwamba si kuwatoza ushuru, ila ni kuwawezesha kwa kiasi kikubwa waweze kuwa na kilimo kisichofuata msimu, kinachozalisha throughout the year. Manake ukakisha na kuwa na masuala ya umwagiliaji na kuwajengea uwezo na kuwapa ruzuku za mbolea, kuwapa ruzuku za madawa, kuwapa ruzuku za hivyo vitu vyote. Ukakuta kwamba hao 100 badala ya kuzalisha magunia 1,000 wanazalisha magunia 10,000. Ulipaji wa kodi unakuwa mkubwa na utegemei kuongeza kodi katika eneo hilo. Kwa hiyo ukiangalia hiyo bajeti iko katika uwiano wa namna hiyo, kwamba bado imejikita katika kutegemea kodi. Japo ndio inabidi ieleweke kwamba hakuna serikali yoyote isiyotegemea kodi. Ila hapa anachokisema ni kwamba tusiongeze kodi kuwa kubwa kwa mlipaji, na badala yake tumwezeshe yule mzalishaji kusudi aweze kuzalisha kwa wingi na kubadilisha aina hiyo ya walipa kodi. Kwa mfano sasa hivi tuna walipa kodi wachache. Kwa sababu kodi inapowekwa tunaangalia wazalishaji wakubwa na walipa kodi. Tunaangalia viwanda vinavyohusika na kusindika, vinavyohusika na mambo ya high-tech na mambo mengineyo. Kwa hiyo kumbe hao ndio wanaolipa kodi. Sasa ni wachache, wanasema waziri kama 500 nchi nzima. Kwa hiyo kumbe wigo mkubwa ulitakiwa kuwa kuwawezesha wazalishaji ili wazalishe kwa wingi, ili kuweza kupunguza kodi ambazo zinaongezeka. Kwa hiyo bado tuko kwenye hali hiyo ambayo ni ya mapato ni ya ndani, ndio yamekuwepo ni ya ndani, lakini ni kwamba ambacho kinazungumzwa kwamba ni ya ndani ni kwa sababu tumeongeza kodi. Lakini ukiangalia kwa mfano mikopo ya serikali, ukisoma jedwali namba 5, namba 6, sana namba 6 linaloeleza kwenye bajeti hii linaloeleza mwelekeo wa mikopo ya serikali, hasa ukaangalia mikopo ya ndani na mikopo ya nje, unaona kilichobadilika ni kama vile hakipo, kwa sababu mikopo ya nje kwa iliyopita ilikuwa ni trilioni 13. Mikopo yote miwili ya ndani na nje ilikuwa ni trilioni 13. Leo hii tunazungumza trilioni 15. Kwa hiyo ukiangalia mikopo ya ndani iliyopita ilikuwa ni trilioni 6, na ya sasa ya ndani ni trilioni 6 na ushe. Ya nje ilikuwa ni trilioni 8 na ushe, na ya sasa ni trilioni 8 na ushe. Kwa hiyo kuzungumza bado ni kama tuko pale, ila ambacho kimeongezeka kwamba tunategemea mapato ya ndani ni kwamba tunategemea kuongeza kodi. Lugha hiyo haiwezi kuzungumzwa haraka hivyo katika bajeti kwa sababu ya lugha ya kisiasa na lugha ya kiuchumi. Kwa hiyo wana uchumi watajua kwamba hii ni mvute kwa raia. Ukisikiza maoni ya wabunge wengi waliotoa kuhusu bajeti hii, wamezungumzia swala la mifumo ya ukusanyaji wakati wanachangia bajeti kuu hii ya serikali. Wamezungumzia mifumo ya ukusanyaji wa mapato pamoja na changamoto za kikodi. Hilo ni eneo ambalo limekuwa likipigiwa kelele sana, sio tu na wabunge lakini pia hata raia. Na nataka kufahamu jinsi ambavyo maeneo haya mawili yanaweza yakatumika kuiwezesha serikali kupata mapato yake, lakini bila kuathiri uchumi wa wafanyabiashara na raia mmoja, kwa sababu wajibu wa kulipa kodi ni kweli mwananchi wa kawaida ana wajibu huo, na lakini ni kwa namna gani swala la ukusanyaji wa mapato na ulipaji na mifumo ya ulipaji kodi inaweza ikawasaidia serikali kupata mapato yao na bila kuathiri wananchi huku mmoja na wafanyabiashara. Unajua hapa tunalenga mapato yasiyokuwa ya kikodi, kwa sababu mapato ya kodi ukiangalia hata bajeti iliyopita wanasema kwamba TRA ilifikisha kiwango na kuzidisha karibia trilioni 2 ilivuka kiwango. Kwa hiyo hapa tunaangalia yasiyokuwa ya kikodi, kwamba wametengeneza mkakati gani wa kufanya yale yasiyokuwa ya kikodi yasiyokusanywa na TRA kuhakikisha na yenyewe yanaingia kwenye ulali ulio sahihi. Kwa hiyo kumbe ukiangalia kwa undani namna ya kukusanya na component ya pili umesema ni ya ukusanyaji wa mapato pamoja na mifumo ile. Na mifumo. Mifumo ya ukusanyaji wameongea kwa kiasi kikubwa kuiboresha, na hasa kuwa mifumo ya kitehama ambayo umekuwa ukisikia kwamba
rais amekuwa akizungumza, Mheshimiwa Rais, kwamba mifumo hii isomane. Kwa hiyo kumbe bado tuna tatizo la kimsingi ambalo linatokana na uanzishwaji wa mifumo, na unapokuwa unazungumza kuanzisha mifumo lazima ujihakikishie, moja, una nishati ya uhakika, kwa sababu watu wanaenda kulipa, wanakuambia mtandao uko chini, wakati mwingine mambo yanakuwa ni magumu kiasi hicho. Kwa hiyo sasa kama taifa tumeamua kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba, moja, tuna nishati ya kuaminika ambayo haikatiki, lakini vile vile mifumo yetu tulionayo ina uwezo mkubwa kiasi gani kuweza kuhudumia wateja. Unaona, kwa mfano tunapokaribiaga siku za sikukuu, mifumo ya ATM huwa inagoma kabisa. Kwa nini? Ni kwa sababu watumiaji wanakuwa wengi, alafu mfumo unazidiwa. Je, hilo tumeliangalia kwa undani kiasi gani? Na ndio maana nadhani kwa kuangalia sekta binafsi kwamba watatumia PPP, inatakiwa kuongeza nguvu, na kwa kuwa wamezungumza masuala ya dijitali, kushirikiana na binafsi kuhakikisha kwa undani wanaweza kuja na kitu ambacho kitaweza kukabiliana na mahitaji haya. Lakini ukiangalia kwa ujumla wake, bado tunaambiwa TRA imetimiza malengo yake na imevuka kiwango. Kwa hiyo ukiwa unachambua unaweza kaonekana mwenda wazimu ukisema kwamba yani mambo yaeni, ndizo rekodi zilizopo. Na kwa kuwa sheria ya takwimu inasema takwimu sahihi ni za serikali, tunaingia kwenye kanuni ya uchochezi tunapokuwa tunasema mbona hizi takwimu zinapingana. Kwa hiyo bado wanatakiwa kuboresha sheria ya takwimu kusudi tuweze, moja, kuzichallenge hizo takwimu, ili kusudi serikali iweze kuja na utaratibu wa kuangalia ni wapi kuna mapungufu, na kusaidia hizi taasisi au watu wanaochipuka katika masuala ya dijitali na masuala ya tehama kuongeza ubunifu na kadhalika. Kwa hiyo ni msingi sana kuenda katika hilo. Lakini la mwisho kwenye hilo, serikali inatakiwa kujiingiza sana katika kuhakikisha masomo ya sayansi, human capacity development, hasa kwenye sayansi kuna wekewa mkazo mkubwa sana. Taifa hili lilianza kuvutia masomo ya sayansi, lakini bahati mbaya serikali zetu hizo hazina mwendelezo, na kila awamu inapoingia huwa inajinasua na kuanza mambo yake. Na hilo hakuna mwendelezo hili. Nafikiri na hili ni changamoto kubwa, kwa sababu kwa mfano serikali ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete ilikuwa imeanza huo utaratibu, na wakawa wameweka mpaka shule za mfano, vyuo vya mfano, kwa mfano chuo sitakitamka, lakini awamu iliyofuata iliwaita hata watoto kwamba tunawasomesha watoto, tunawapa watoto wenye mikopo wala ambao ni viraza. Kuna neno viraza lilipanda kasi sana. Inapingana. Kwa hiyo ikawa inapingana. Ujumbe ambao umeniandikia hapa kupitia YouTube channel yetu, anaitwa James, anasema kwa sasa kutokana na hali ilivyo kwa sasa ni ngumu bajeti kulisaidia taifa, kwani bajeti kubwa imepelekwa kwenye ofisi za mawaziri kwa ajili ya matumizi ya kawaida, lakini serikali imesema kwamba inapunguza hizo safari na vitu kama hivyo. James, utaniambia. Lakini pia naona kuna ujumbe mwingine msema kwamba wananchi maisha ni magumu sana, tozo zimekuwa too much, wananchi tunakamuliwa sana na hatuna msaada. Okay, lakini ingeweza kutumika, ametoa wazo lake kwamba ingeweza kutumika kwamba mbuga, maziwa, bahari na rasilimali zote ambazo tuko nazo ili zitumike kusaidia kuendesha maendeleo ya nchi, ili kuliko wananchi kulipa kodi. Asante sana James kwa ujumbe wako, na Paternus ulikuwa unaendelea pale kutuambia juu ya hivyo vitu viwili. Ya kwamba hawana mwendelezo, na hivyo ni kama serikali hazisomani. Serikali ya awamu fulani inapomaliza na inaingia na vyake, na unaangalia hata watu wakiingia wanaondolewa, wanakuja wapo wengine. Kwa hiyo ile tunaita continuity inakuwa ni mgogoro. Ukiangalia kwa mfano serikali ya Jakaya Kikwete kuhusiana na swala la kukabiliana na walimu wa sayansi na watu wanao wenye vipaji hivyo, walikuwa wameanzisha utaratibu ambao kimsingi lilikuwepo azimio linaitwa Azimio la Bagamoyo. Wadau wa elimu walikaa wakakubaliana na wakapitisha kwamba tuanzishe vyuo ambavyo tunasema ni vyuo vya darasa pilot itakayosaidia, ndo wakaanzia hapo.
na baadhi ya wanafunzi ambao unakumbuka kipindi cha awamu ya sita, awamu ya tano. Walifukuzwa na kuondolewa UDOM na wapi kwa sababu ya kusema kwamba walikiuka, ilikuwa ni misingi ya I don't know, rushwa na kadhalika. Lakini kumbe alikutakiwa kuondolewa hivyo, ilitakiwa kuangalia mianya ambayo inapitisha mambo yasiyo sawa ifungwe na jambo liendelee na msingi wake uendelee. Kwa hiyo nadhani kuna mgogoro huo usipokuwa umeangaliwa, tunaweza haya tunayoyasema na tukioanisha na dira yetu tukafika sehemu tukakosa kuwa na mwendelezo mzuri kwa sababu hatuna wataalamu, na mwisho wa siku tukabaki katika hiyo hali. Lakini nadhani ni wakati mwafaka wa kuanza kubadilisha falsafa ya bajeti zetu, tukiondoka kwenye masuala ya kodi tukaanza kuingia kwenye masuala ya maendeleo. Ndio huyo mtazamaji mmoja, msikilizaji amesema tunaweza sasa tukaanza kuwekeza kwenye mbuga, utalii, tukawekeza kwenye mafuta, tukawekeza kwenye madini, tukawekeza kwenye kilimo. Ni vitu ambavyo hizo sekta 4 zikiwekezwa vizuri zinapunguza mzigo mkubwa, na ukiangalia mataifa yote yameendelea kwa kufanya hivi vitu ambavyo kilimo na mambo mengine kuweza kuchukua mkondo wake mkubwa sana. Nataka tuzungumze swala la kubanwa kwa matumizi ya serikali. Nimemsikiza waziri wa fedha amesema kuwa kutakuwa na kubanwa kwa matumizi ya safari za nje na za ndani za viongozi, lakini pia kupunguzwa kwa semina zisizo na tija sana. Tuliona hili tuseme ni mbinu ikitumika sana wakati wa awamu ya 5 chini ya hayati Dr. John Pombe Magufuli, na ilitumika sana hiyo kupunguza hiyo. Hii pia inaweza ikawa ni moja kati ya vitu ambavyo vikaisaidia serikali kwa namna ambavyo unaona, tukijaribu kuangalia kile ambacho kilitokea katika awamu ya 5 katika kusaidia zile fedha ambazo zinakuwa zinajielekeza sana huko, ikarahisisha miradi pengine na shughuli za serikali. Niseme ni bahati mbaya namna bajeti zetu zinavyokuwa presented zinaleta mgogoro, kwa maana ya kwamba ndio zinaanza bajeti za kisekta na kiwizara, zinapomaliza tunakuja bajeti ya wizara ya fedha ambayo inabeba bajeti kuu. Mimi nilitegemea kwamba ili sisi wachambuzi na watu wengine wa kuweza kuungamua vizuri bajeti hizo zingeonyesha, hii bajeti kuu ingeonyesha kila wizara ni kiasi gani itafanya matumizi yake kulingana na ilivyoleta, kusudi kawepo kasamali kwamba wizara, kwa mfano wizara zote zitatumia kiasi hiki na kiasi hicho kimegawanywa, wizara ya kilimo, wizara ya nini, hivyo mpaka wizara zote. Hii inakusaidia kupata picha ya haraka kuliko kuanza kwenda kwenye bajeti moja moja ambayo wakati mwingine hatuzioni bajeti hizo, kwenda kwenye wizara moja moja na kusoma na baadaye kuweza kuungamua ambacho unaweza kaeleza ni mgogoro mkubwa. Lakini ambacho kinabidi ifahamike ni kwamba bajeti zetu hizi bado na zenyewe zina taswira ambayo inaweza isituwezeshe kuweza kuiona vizuri. Kwa mfano tunapozungumza matumizi, hatujaelezwa kwa kiasi kikubwa kwamba safari peke yake za awamu ya serikali hii ziligharimu kiasi gani, na hivyo tujue kwamba tunaposema kwamba tunaenda kupunguza kiasi gani na kwenye zipi. Yani ilitakiwa elezwe kwamba tunaposema semina na safari za nje na ndani, natakiwa tujue ni zipi hizo, ni za watu wa aina gani, kwa sababu lazima safari za watendaji ziwepo pale pale. Tumeona kwa mfano kupita waziri mkuu karibia kwenye hizi ziara zake kulivyoonyesha hali ilivyo mbaya zaidi. Sasa ni zipi za waziri mkuu, za watendaji gani, za rais, za nani? Kwa hiyo kumbe bado na yenyewe kwangu inabaki ni kizungumkuti kuzungumza kwa ufasaha zaidi kwamba tunalenga kufanya nini. Na kingine, tunaposema semina, ni semina zipi hizo na zilikuwa zinafanyika wapi? Labda wangesema tunapanga kupunguza, tusiwe tunafanyia sana kwenye labda 5-star hotels au 3 or 4, lakini na yenyewe ubia ule wa sekta binafsi na serikali inakuwa umeingiliwa. Kwa hiyo ukijua kwamba mfanyaji biashara mkuu, japo wanasema serikali hafanyi biashara, ni serikali. Usipokuwa umeenda inject hizi pesa, mambo yote ya tarara. Kwa hiyo ni msingi tuelewe ni wapi haswa. Lakini mimi nilikuwa naona kwamba tunapozungumza matumizi, kupunguza matumizi, ndio tuangalie safari za serikali za ndani na nje, lakini tuziangalie zilikuwa zinatoa nini na kuingiza nini. Hilo la kwanza. Lakini la pili, magari, matumizi ya mafuta ni makubwa kwa magari ya serikali, na kwa itifaki tulionayo ni mbaya sana. Kwa mfano
anapokuwa anaenda tuseme mkaguzi wa hesabu za serikali, mfano anaenda na ofisi zilizopungua 5, wa mapato ya ndani, wa mapato ya nje, sijui VAT ya ndani, VAT ya nje, yani ni timu kubwa. Sasa na kila mtu ana gari lake, na unywaji wa mafuta wa gari hilo si mchezo. Kwa hiyo nilitegemea ile story ya kwamba kutakuwepo kijibasi, na nilikuwa nataka kukuuliza hapo kwamba kijibasi ile ilikuwa ni kwa rais tu au ilikuwa tuione katika bajeti kwamba tunaenda kupunguza matumizi ya mafuta kwa kiasi hiki, kwa sababu kuna costa tumeziweka katika mawizara. Na katika hitimisho ya leo waziri wa fedha nilitegemea katika sehemu ya matumizi kupunguza matumizi, au amezungumza hivyo, lakini amezungumza tu mambo ya safari, amezungumza masuala hayo ya kufuata sheria za manunuzi na kadhalika. Ni kweli kuna mambo yanaendelea katika hilo eneo, lakini hatujawa na viainishi vikubwa vya matumizi tunapokuja katika wizara moja. Unajua ina magari mangapi? Ilitakiwa tuelezwe kwamba wizara moja ina magari kadhaa kwa mjibu wa sheria, kwamba ilitakiwa hawa wenye hizi portfolio wana magari haya. Ila sasa kutokana na kinachoendelea, moja cha msukumo wa nje wa swala la mafuta, lakini vile vile serikali kupunguza matumizi, tulitakiwa tuweseme kwamba sasa wizara itakuwa na magari 4, 5, moja ya waziri, ya katibu mkuu, waliobaki watakuwa hivi. Tutakuwa na mabasi yetu mapya, tumenunua mabasi mapya mazuri na kadhalika na kadhalika, lakini sioni hiyo kama tunaweza tukaisema sana. Inaleta mgogoro mkubwa sana katika hilo. Na niongeze jingine kwamba ukiangalia usafi wa bajeti, yawezekana kuna swali la aina hiyo, lakini kama lipo basi tutaenda tuendelee. Ukiangalia usafi wa bajeti, wabunge walikuwa wanapigia kelele sana masuala yanayohusiana na rushwa na ufisadi, matumizi sahihi. Lakini ukisoma bajeti, sisi wachambuzi tutaitwa wachochezi, kwa sababu wanakuambia katika taasisi za serikali kuu 562, 555 kulingana na ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, 555 zina hati safi, manake zinafanya vizuri, sawa na 90% na ushe zinafanya vizuri. Ukiangalia za serikali za mitaa ambazo ni 221, 216 kati ya 216, 19 hapo zina hati safi. Sasa mchambuzi utasemaje kwamba waongeze usafi, watu wana 90%? Kwa hiyo inaonekana 1% ni kitu kikubwa sana cha matumizi katika serikali, katika uendeshaji wa serikali. Ndicho wanachotaka kutuambia kwamba 1% tu, ambayo sio sawa, ni kitu kikubwa sana ambacho kumbe inabidi ukiangalia. Sasa tujiulize, hiyo 1% tukifuta, alafu kimaliza hilo kaangalia ziara za waziri mkuu, zinaonyesha usafi ni kama usafi ni kama vile ulikuwa umelala ndo umeshtuka unapata mangamu, uone vizuri picha. Sasa inafika sehemu si wachambuzi tunashindwa kusema kwamba ni kipi, na tulishanyang'anywa haki ya takwimu. Tunasema takwimu zinazotolewa ni za serikali na ndizo takwimu sahihi. Kwa hiyo kuziongea hapa hakuelewi, ila nadhani kuna vitu vinahitaji kuwekwa kwenye mstari mzuri, kwamba ziara anazozifanya waziri mkuu zinazoonyesha kabisa in and out matatizo ya uchafu wa matumizi ndani ya serikali unaonekana wazi, na ripoti hizo zinazosemwa na kadhalika unaona zinakinzana. Sasa sielewi mimi, kwa kuwa napenda kuwaamini viongozi wetu, nafikiri mimi namwamini waziri mkuu anachokifanya. Yes, kutokana na kile ambacho anakiona moja kwa moja. Lakini unaona uwepo wa ziara kama zile amezifanya waziri mkuu zinaakisi namna ambavyo utekelezwaji wa fedha zetu ambazo tulikuwa tumezitenga kwenye hizi bajeti unakuwa kabisa. Yani unaona kabisa magep gani ambayo still bado tunakuwa nayo. Patenus, shida hapo ni nini? Ni usimamizi wa hizi fedha, kwa sababu ukijaribu kuangalia na bajeti iliyopita, hii sasa hivi ni 62.3. Ndio. Hii ni 62.3, lakini ukiangalia iliyopita ni 56.49. Kwa hiyo bajeti zinazidi kuongezwa, lakini usimamizi ndo kidogo inakuwa ni mtihani. Serikali inapoteza
najua pengine inafanya jitihada kuhakikisha ubadhirifu lakini kuna hela nyingi unaziona zinapotea kiasi gani katika utekelezaji, na kwa nini Paternus? Kwa sababu vitu viko wazi, vinajulikana. Niseme swala la uwajibikaji bado ni matatizo, na bahati mbaya serikali zetu karibia zote zimeona kwamba ili uonekane kwamba wewe ni mtendaji mzuri lazima utetee kile kilicho kibaya, lazima utetee kile ambacho sio sahihi. Kwa mfano, unaweza ukamuona mkurugenzi wa halmashauri anatetea ubadhirifu. Na anatetea ubadhirifu kwa maana gani? Kwa kutowawajibisha wanaostahili. Yeye kutowawajibisha tayari kwangu ni kutetea. Kwa maana utaanza kusema ndio ilikuwa swali langu kwamba unaposema wanatetea wanamaanisha ndio maana hiyo. Usipowawajibisha wewe mwenye mamlaka ya kuwajibisha, maana yake unawatetea. Kwa hiyo ukiangalia katika halmashauri, serikali, mfuko mkuu wa serikali yanayoendelea, umeona wabunge na viongozi wote kuanzia ngazi za halmashauri, serikali za mitaa, tawala za mikoa na serikali za mitaa kwenda mpaka serikali kuu, inapotolewa ripoti ya mkaguzi wanavyomshambulia kwamba na yeye anatakiwa akaguliwe, manake naye anasema uongo. Yani badala ya kusema kweli alichokisema tukipitie vizuri tuone ufa uko wapi, na katika huo ufa ni nani alistahili na abebe mzigo. Kwa hiyo ni ya kwanza, kwamba hatuwajibishani. Lakini la pili, tuna tafsiri mbaya ya utu. Tumetafsiri utu ni kutowajibishana, kwamba nisipokuwajibisha watasema huyu jamaa na utu. Nikikuwajibisha asema huyu ni dikteta, ni mtu mbaya, hafai. Sasa nafikiri lazima tutofautishe huo mstari, na jamii ambayo inashindwa kutofautisha vitu hivyo ni jamii inayoelekea pabaya, kwa sababu lazima jamii iweze kusema kwamba hii ni mbichi na hii ni mbivu. Na tusiposema hivyo, utendaji wa serikali utakuwa mgumu, na watendaji wa serikali wanatakiwa kukubali hilo, kwa sababu tunajua sio wakamilifu na mifumo yetu sio mikamilifu. Tena tulikuwa tunazungumza hapa na ukasema vizuri kwamba kinachotukwamisha wakati mwingine kwenye utekelezaji wa hizi fedha ambazo zinakuwa zinatengwa za budget ni swala zima la uwajibikaji na utu, sio kuvumilia uovu tunapokuwa katika hizi serikali zetu. Na ulikuwa umeishia hapo kabla hatujaenda kwenye matangazo. Na nikiwa namalizia katika swala la utu sio kuvumilia uovu, kuna watu wanasema kwamba unajua makuzi yetu na yenyewe yana shida. Yanatuambia kwamba ukitaka kumuua nyani usimwangalie usoni. Yaani manake utaona haya. Sasa nafikiri Waswahili hao katika utendaji wa tawala hatutakiwi kutumia huo usemi. Tumwangalie usoni, mwambie umezingua bro. Na sheria inasema hivi, nenda. Tumwangalie usoni, na kama umevaa miwani unaiweka chini kabisa, Matias umezingua hapa. Na sheria iko hivi. La mwisho nilikuwa nalizungumzia katika hilo ni viongozi wenyewe. Jinsi ambavyo tunawapata viongozi. Tuna viongozi ambao ni wapwamu kwa kiasi kikubwa, wana ulafi. Viongozi ambao wakipewa fursa ya kula wanakula hata kile ambacho hakistahili. Wanakula kimsingi, wanakula nje ya urefu wa kamba yao. Japo ndio usemi uliwahi kusemwa ukatafsiriwa vinginevyo, lakini wanakula kile ambacho hakistahili. Ndio iliyokuwa lugha. Mnakula kile ambacho hakistahili kuliwa. Kwa hiyo kumbe ukiangalia mamlaka za teuzi, vetting, wanatakiwa kwa kweli watutendee haki. Wanatakiwa kwa kweli watutendee haki, narudia. Kwa maana wao ndio wanaofuatilia mtu huyu ana usafi kiasi gani, ana uimara kiasi gani, ana ueledi kiasi gani, kwamba akipewa nafasi hii na fursa hii kweli atalitumikia taifa la jamhuri. Lakini hizi mamlaka zijue zinalipwa kodi za wananchi. Bajeti iliyopitishwa tunaenda kulipa kodi hizo, tunaenda kuwalipia hiyo mishahara. Watuletee watu safi katika nafasi hizi na waweze kufanya kazi na kusimamia vizuri. Watu ambao ukiwaona unasema naam, hawa ni viongozi kweli. Tutamalizia na swali hili kwamba bajeti hii tunafahamu kabisa ni mwanzo wa utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050, na kwa namna ambavyo
tumezungumza kuhusiana na dira ya maendeleo ya taifa na bajeti hii kuwa bajeti ya kwanza ambayo imebeba dira hiyo. Ina maana yoyote ya kiupekee pamoja na mwelekeo wa shughuli za serikali katika kuanza upya katika kuanza utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo ya taifa? Ina maana kubwa, lakini si kwamba ndo imebeba dira nzima. Maana dira nzima ni miaka 25. Na awamu hii inaisha mwaka 2030. Ila sema kwamba kitu ambacho ni unique katika bajeti hii ni kwamba ndio inayoanza kufungua utekelezaji wa vipaumbele vya dira. Kwa hiyo kumbe mwanzo wake utaonyesha mwendelezo wake utakavyokuwa. Jinsi ambavyo tunaanza itaonyesha tutakavyokwenda. Kwa hiyo ukiangalia dira na nguzo zake zile kuu 3 ambayo zinazungumza masuala makubwa ya maadili, tunategemea kuona katika kipindi hiki. Japo sasa hivi ukisoma ripoti ya mkaguzi wa hesabu za serikali inazungumza 97 kwa 98 kwa taasisi za serikali kuu na serikali za mitaa, basi tutegemee 100. Tutegemea 100%. Bila hilo tutakuja kuwauliza kwamba hizi takwimu vipi, mbona sasa imeshuka kwa kiasi kikubwa? Kwa hiyo tunategemea hivyo, na kama ambavyo imepitishwa kwa 97.9 ionyeshe hivyo usimamizi wake mkubwa. Kwa sababu hapa unajua bajeti ikishapitishwa kuna mambo 6 yanafanyika. Namba 1, wanapitisha sheria zinazo iruhusu bajeti kufanya kazi na kuanza kutumika ya mapato na matumizi, lakini vile vile inapitishwa sheria inayohusiana na mapato, inayohusiana na kodi, urekebishaji. Wanarekebisha zile sheria za kodi ambazo umesikia hapa tumepunguza, hapa tumeongeza. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, rais ataidhinisha hizo sheria ziwe hizo miswada ziwe sheria na hivyo kuikubali sasa kwamba bajeti ya serikali ianze kufanya kazi. Sawa? Lakini la tatu, inaanza utekelezaji wenyewe, ambapo sasa watu wanaanza kukusanya mapato, matumizi yanaanza kufatikana na kadhalika. Hazina inaanza kuachia fedha ianze kufanya kazi, ufuatiliaji na usimamizi wa bajeti unaanza. Hapo ndo sasa kuna kamati za bunge zinaanza kufuatilia nini kinaendelea. Ripoti mkaguzi wa hesabu serikali anaanza kupitia, lakini vile vile ripoti mbalimbali zinaanza kupelekwa kwenye kamati za bunge na kuripotiwa ndani ya serikali na kufanya review za miezi 3 kuona imefikia wapi na kwa mwelekeo inakuwaje. Lakini ya mwisho ni tathmini inaanza kufanyika sasa kwamba je, tunasonga mbele, na je kuna matukio mengine nje ya bajeti, vile viashiria vihatarishi vimejitokeza. Kwa mfano masuala ya mafuta yameendelea kwa kiasi gani na sisi tumeangalia kwa kiasi gani. Kwa hiyo ni masuala makubwa ambayo nadhani hayo yote yanapofungamanishwa ni rahisi sana kuanza kuingia kwenye vyanzo vyetu vya utekelezaji wa dira na kuanza kwenda kwa njia zilizo sawa. Kikubwa nataka labda niseme kwamba nirejee maneno ya, sijui kama kuna maneno haya wanayasikiliza kutoka kwa Alikiba. Na nyinyi sasa mnaojua haya maneno mtayasema yanatoka wapi. Alikiba aliwahi kusema kwamba, na ndicho anachotuhusia, kwamba tusije tukawa kama yule mtu ambaye aliacha, anasema ulichokifuata ukupata na ulichoacha umekosa. Ulichokifuata ukupata, ulichoacha umekosa. Kwenye mwana hiyo kwa vichache ulivyovitaka vingi uliviacha. Kwa hiyo naomba sisi wote ambao tunatekeleza hiyo bajeti tuyasikilize maneno ya Alikiba, tusije tukaingia ulimbukeni wa kufanya haya ambayo aliyafanya. Sijui mnamuita mwana nani, lakini ni maneno ya Alikiba. Hizo lines zinatokea kwenye kwenye wimbo wa Mwana ambao Alikiba aliutoa. Patels, nikushukuru sana, lakini Street 255 anasema kwenye ukurasa wetu wa YouTube, anasema nimemwelewa Patels anaposema wanateteana baada ya kuwajibishana na ina reflect na wao kauli mbiu. Jamani. Asante Street 255, asante Patels pia. Najua na kama nikirejea kauli ya Patels ambayo alisema mwanzoni kwamba ni muhimu kwa kila mwananchi kuifuatilia bajeti hii, kwa sababu ndio utajua wapi ambapo ukienda ukisema bwana hii bidhaa mbona imepanda bei, ndio utajua baada ya usikutane nayo kwa muuzaji tu pale utakapofika, lakini vizuri ujaribu kuangalia ni maeneo gani, na tutajaribu pia kupata nafasi ya kugusia sasa kwa undani, kwa sababu tumefanya kwa ujumla leo baada ya kupitishwa. Kuna baadhi ya maeneo mengi sana Patels tutajaribu kuweza kuiangalia kwa undani wake. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.